Wakati aliondoka na expectations kubwa, na wakati anakwenda Wydad kulikuwa na matarajio makubwa kwamba angeenda pale kukiwasha kama ambavyo aliondoka Yanga akiwa kwenye kiwango cha juu, na kurejea kwake haraka bila kupata dakika za kutosha pale Wydad, hasa Wydad, ingawa baadaye alikwenda Libya huko, lakini pale Wydad hasa kitendo cha kushindwa kupata dakika za kutosha na kurejea tena Tanzania inaweza katafsiriwa kama kushuka au kurejea tena katika kiwango cha kawaida. Umeelewa? Na hiyo ikaonekana kwamba kwa sababu hakupiga hatua zaidi amerudi akiwa ameshuka. Lakini pia anaweza kupunguza nafasi ya kupata deal kubwa zaidi. Wote tunajua ukifanya transfer kutoka klabu moja kwenda klabu nyingine kubwa, manake matarajio ni kutoka kwenye klabu hiyo kubwa kwenda ama klabu ya juu zaidi au kujiunga na klabu nyingine yenye level ya klabu uliyokuwa nayo. Kwa kurudi Tanzania tena akiwa na umri wa miaka 30, dirisha lake la kupata mkataba mkubwa nje ya Afrika Mashariki linazidi kuwa dogo. Kurudi Yanga kunahitaji awe na exceptional tena ili kuvutia soko kubwa. Umeona hiyo naiona kama pia ni hasara kwake kama mchezaji kwa kurejea Yanga, maana yake anajipunguzia nafasi ya kupiga dili kubwa zaidi kama angeendelea kubaki Wydad na kakiwasha pale. Lakini hasara nyingine ni pressure itakuwa kubwa kuliko mara ya kwanza. Mashabiki hawatampa tena muda dhidi ya wachezaji wengine kwa kumpa na kumvumilia kama vile alivyokuja mara ya kwanza kwamba anaweza kapewa chance, apewe nafasi ya kumwangalia. Lakini mashabiki hawatampima tena, watakuwa wanampima na Aziz Ki yule wa zamani ambaye tayari ashaonyesha quality aliyokuwa nayo na uwezo wa kufunga, uwezo wa kusaidia timu. Kwa hiyo matarajio yatakuwa ni makubwa na pressure itakuwa ni kubwa kwake kwa kurejea kipindi hiki. Na hasara ya 4 na ya mwisho ni anaweza kurudi kwenye comfort zone. Umeelewa? Yani akawa amerelax kwa sababu anakuja sehemu ambayo akiamini kwamba yeye anarudi kama star, hahitaji kuprove na ukiangalia mapokezi yake aliyofanyika kupokelewa uwanjani na mashabiki wengi vile, manake amepokewa akiwa kama mchezaji mkubwa. Kwa hiyo inaweza kumfuata kabaki kwenye comfort zone. Mazingira ya Yanga anayajua, mashabiki wanampenda na ligi anaifahamu. Hilo ni faida, lakini kwa upande wa development inaweza kupunguza changamoto mpya ambazo zingemkuza zaidi. Hizo ndo naziona kama hasara kwa upande wake kama mchezaji. Nitarudi sasa kuangalia hasara kwa upande wa club. Nina engo zangu kadhaa ambazo zimenijia haraka kichwani baada ya hii taarifa ya kurejea kwake, na nimejaribu kuwaza faida na hasara zinazoweza kujitokeza kwa pande zote mbili, kwa maana ya club na kwa mchezaji mwenyewe kwenye karia yake, kutokana na ili zoezi la leo la kurejea kwenye klabu yake ya zamani. Kurudi kwa Stephane Aziz Ki ni dili lenye faida kubwa kisoka, lakini lina riski kwa pande zote mbili. Na Yanga baada ya kudhibitisha kwamba wamempa contract ya kandarasi ya miaka 2, kabla ya kuondoka alikuwa amecheza mechi 114 akiwa amefunga mabao 52 na kutoa assist 32. Msimu wa 23-24 peke yake alifunga mabao 21 na kuwa MVP, mchezaji bora kama unakumbuka. Alikuwa na msimu bora kabisa ambao ulimfanya akaondoka. Sasa faida kwa upande wa Yanga ambazo naweza kuona kama klabu naweza kanufaika na urejeo au ujio wa Aziz Ki
Kwanza wanapata mchezaji ambaye tayari ni proven product, yani amesha prove, lakini hatahitaji kuwa na muda mkubwa au muda mrefu wa kufanya adaptation. Anaijua vizuri, anajua culture, anajua Yanga, anajua mazingira ya Tanzania, pressure ya Kariakoo Derby. Kwa hiyo sio mgeni, na tumekuwa tukimuona akizurura kwenye maeneo tofauti tofauti. Ana document za Burkina Faso kama raia wa Burkina Faso, lakini Aziz Ki ni Mtanzania kwa kifupi. Kwa hiyo ana record ya kucheza michuano ya CAF, hiyo Champions League. Hilo ni muhimu zaidi kuliko kusajili tu jina kubwa ambalo ujui litazoea lini. Unaweza kusajili jina kubwa lakini ujui lini litakuja kuzoea hiyo mikiki. Kwa Aziz Ki hiyo inakuwa ni faida. Lakini pia anakuja kuongeza idadi ya magoli kutoka eneo la kiungo. Na hii ndio asset yake kuu. Aziz Ki kama sio tu namba 10 wa kutengeneza nafasi au kutoa assist kwa wenzie, lakini pia ana uwezo wa kuingia kwenye box, ana uwezo wa kupiga nje ya box, ana uwezo wa kupiga free kicks, na ana uwezo wa kufunga. Na ukiangalia record yake ya mwisho ya mabao 21 aliyofunga katika ligi msimu 2023-24 inaonyesha umahiri na ubora huu ambao mimi nauzungumzia. Na faida nyingine, anaongeza experience ya CAF Champions League. Wote tunajua Yanga wakati na msajili kutoka ASEC Mimosa alipokuja aliongeza kitu kwenye kikosi cha Yanga ambacho kilikuwa na ndoto ya kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo kurejea kwake anakuja kuadd hiyo experience. Kumbuka Yanga itacheza Champions League msimu unaokuja, na isingependa kuishia hatua ya makundi, na ingependa kuendelea kulitawala soka la Tanzania. Sio tu soka la Tanzania, lakini pia kuona inafanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo kuweka benchmark kubwa kwenye CAF Champions League, Aziz Ki alikuwa ni sehemu ya timu iliyofika finali ya kombe la shirikisho kama unakumbuka, na kufika robo finali ya Champions League akiwa amefunga bao ambalo lilileta kidogo mtafaruku, mwamuzi akagoma kwenda kwenye VAR, na tunaamini kwamba lile lilikuwa ni bao sahihi, na kama lingesimama ina maana Yanga angeweza kwenda hatua ya nusu finali na kumondosha Mamelodi Sundowns. Lakini kingine ni flexibility ya ile tunasema tactical flexibility. Ana uwezo kutumika kama namba 10 au attacking namba 8 au kucheza nyuma ya striker, na hii inampa kocha uwezekano wa kubadilisha mfumo kila mara, kuwa na room ya kufanya mabadiliko ya kimfumo ya kiuchezaji kutokana na uwepo wake. Hizo ni kwa jaribu kuangalia faida zake. Nitakuja kukupa hasara au risk ambazo Yanga